Amani hii ambayo Tanzania tunayo si kwa sababu ya jeshi ambalo tunalo, si kwa sababu ya polisi ambao tunao, ni kwa sababu Watanzania na viongozi wetu wa dini wamekuwa wakipiga magoti kumuomba Mungu amani yetu iendelee kutawala. Tunawashukuru sana. Hapa tulipo hakuna askari, hakuna mabomu, lakini hapa tulipo pana amani kwa sababu Roho wa Mungu yupo na Mungu wetu yu mbele yetu. Hao ndio wanaofanya nchi yetu inaendelea kuwa na amani. Na tulipofika hapa, baba askofu hakunitambulisha kwamba naitwa Edward Mpogolo wa dhehebu gani au wa kabila gani, kwa sababu tu wamoja tu, tuna mshikamano. Nashukuru sana, naomba nipelekee shukrani za dhati kabisa kwa kiongozi wa kanisa. Lakini kwa niaba ya wana Ilala, kwa niaba ya serikali na mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwako wewe baba askofu, tunawashukuru sana. Mmeifanya Dar es Salaam imeendelea kuwa na amani. Tunakushukuru baba, na sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na kanisa. Kukua kwa kanisa ndio kukua kwa watu wetu. Tunashukuru sana baba kwenye hili. Na ndio maana nilipopata mwaliko wako niliona kama ni mwanafamilia, umenileta kwenye familia yangu. Asante sana. Lakini naomba nilete salamu za mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam ambaye naye ni muumini wa kanisa hili la FPCT. Nilimwambia nakuja hapa na nikamwambia siku nikisikia kuna mchango wa kanisa nitakushika mkono twende wote kule kwenye mchango wa kanisa. Lakini leo ni kwa sababu ya kongamano, na kushukuru sana baba. Ninaomba na mimi nishiriki nanyi kwenye kongamano. Katika kongamano la leo ya hii wiki ambao mlikuwepo, angalia maneno ya amani, maneno ya upendo mlioyahubiri. Angalia umoja na mshikamano na kujituma katika kazi ambao viongozi wetu, hakuna hata mmoja aliyeshika maiki kama mimi, aliyesimama mbele yenu alihubiri chuki, alihubiri udini, alihubiri kati ya maskini na tajiri. Hakuna kati yetu. Hayo ndio mahubiri ambayo serikali yetu inaendelea kuyaombea. Nikushukuru sana baba askofu kwa kuendelea kumuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii anaendelea kuzunguka. Tuko kwenye kipindi cha kampeni, vyama vinazunguka nchi nzima. Angalia uhuru wa kila mtu kwenda kuzunguka. Tunawashukuruni sana, ni kwa ajili yenu. Nikuhakikishie baba askofu na wachungaji wote, mimi kama mkuu wa wilaya na kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa kanisa. Nikuombe baba askofu, pale mahala ambapo pana changamoto, na sisi nimekuja na mwenyekiti wetu na viongozi wengine, usisite. Hadi saa 8 saa ngapi usiku, mimi wewe nipigie simu, tutashiriki pamoja na wewe baba askofu. Tack för de fina och varma orden som du och den hälsning du gav. Asante kwa maneno mazuri na salamu ambayo umeitoa. Det är såna ledare som behövs i ett land. Ni mfano mzuri wa viongozi wanaohitajika katika nchi, som kan hålla ihop ett land, ambao wanaweza kuiunganisha nchi. Jag kan säga att utöver världen så är Tanzania ett av de bästa exemplen. Ninaweza kusema hivi ya kwamba ulimwenguni kote nchi ya Tanzania inasikika ni moja wa nchi bora za kuigwa kwa amani katika ulimwengu. Alla borde komma till Tanzania och se hur ni lever i fred med varandra. Wote wangepaswa kuja Tanzania waone jinsi mnavyoishi kwa amani. Jag vet det här. Na ninafahamu hili. Jag har bott i Tanzania. Nimeishi Tanzania. Jag bor i Finland idag. Leo hii naishi Finland. Jag bor i en kontinent där vi har krig. Ninaishi katika bara ambalo sasa hivi kuna vita. Bevara freden, be för freden. Ombea amani, tunza amani.